Ujambo mwanamichezo mwenzangu na karibu sana katika chaneli yako pendwa kabisa ya True Talk, na hapa huwa tunajadili kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo kuhusiana na yale yote pia ambayo yamejiri huko viwanjani, lakini pia tetesi za usajili, ikiwa tunafahamu kabisa kwamba tuko kwenye hatua za mwisho tukielekea kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26 na tupo kwenye raundi ya 19 kwenye michuano ya NBC Premier League 2025-26. Kwa hiyo nasema kwenye nusu ya msimu tumeshavuka tayari. Kwa hiyo tunaelekea kutamatisha msimu huu na tuko karibu pia kuweza kulifungua dirisha kubwa la usajili. Kwa hiyo hivi sasa tunafahamu ziko tetesi mbalimbali za usajili ambazo zinaendelea huko katika mitandao ya kijamii, na kama ilivyo ada nafikiri tunafahamu vyema kabisa kwamba tetesi zote za usajili huwa zinaanza kama tetesi kabla ya kuwa dili halisia. Sasa vilabu mbalimbali vya nchini kwetu Tanzania tayari vimeshaanza kuelekeza macho yao kutoka kwa wachezaji tofauti tofauti kutoka katika vilabu tofauti tofauti, ili kuhakikisha kwamba kuelekea katika dirisha kubwa la usajili wanakwenda kuzinasa saini zao mapema, ili kuepusha usumbufu na kupata machaguo ya wachezaji ambao sio sahihi. Kwa hiyo ili kupunguza pressure, viongozi wa vilabu vya nchini kwetu Tanzania sasa hivi wako busy sana kuweza kuzisaka sign za wachezaji tofauti tofauti kutoka maeneo mbalimbali, na baadhi yao wamekwisha kufanya mazungumzo pamoja na makubaliano ambayo tayari nafikiri hata mikataba ya awali pia iko mikataba ambayo tayari imekwisha kusainiwa mpaka hivi sasa, ili kusudi kupunguza usumbufu na kupunguza ile pressure ya dirisha kubwa la usajili, kuhakikisha kwamba anaenda kupata machaguo ambayo ni sahihi. Sanjari na hayo pia tukiangalia hivi sasa kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, Simba Sports Club anashika nafasi ya pili akiwa na alama 42, na Dar es Salaam Young Africans Sports Club anaongoza ligi akiwa na alama 47, na wote wao wamecheza michezo 19, lakini tofauti imekuja kwenye ile michezo waliofungwa na kutoa sare. Ndicho kilichokuja kuleta tofauti ya alama hizi 5 ambazo mpaka sasa zimeweka gap kwa klabu ya Simba na Dar es Salaam Young Africans Sports Club. Ikumbuke pia tarehe 3 ya mwezi wa 5 kuna Kariakoo Derby, kuna derby ya Kariakoo inayokutanisha watani hawa jadi Simba Sports Club dhidi ya Dar es Salaam Young Africans Sports Club. Tutakuja kulijadili hilo kwa kina, lakini sanchari na hayo pia tukiangalia tetesi za usajili katika pitapita zangu kwenye mitandao hii ya kijamii, nimekutana moja kati ya taarifa ambazo zimenifanya niweze kuruka hewani kuweza kushare na wewe hapa katika channel yako pendwa kabisa ya True Talk, na hizi zinawahusisha wana wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club hawa ambao kwa sasa wako chini ya usimamizi wa kocha Steve Becker ambaye ametokea pale Afrika ya Kusini akikinoa kikosi cha Stellenbosch FC. Sasa hivi anaondoa wana wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Sasa bwana, nimekutana moja kati ya taarifa ambazo kiujumla zimenipa nguvu na hamasa ya kuweza kuruka hewani kuja kushare na wewe kuona ni namna gani ambavyo tunatakiwa kufahamu kuhusiana na tetesi hizi za usajili ambazo zinakuwa zinaendelea huko katika mitandao ya kijamii. Na taarifa hizi zinamhusisha Isaac Cisse ambaye anakitimua pale Afrika ya Kusini, moja kati ya ligi bora sana ambazo zinafanya vizuri kweli kweli katika michuano ya Afrika na hata nje ya mipaka ya Afrika, hasa Mamelodi Sundowns ambao pia tunafahamu wametoka kushiriki mpaka kombe la dunia kombe la dunia, na pia wamefanya vizuri kwenye michuano ya CAF Champions League. Mpaka sasa pia wamefaulu ama wamequalify kwenye finali za kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini ikumbuke pia ndani ya klabu ya wekundu wa Simba Sports Club kuna wachezaji wawili, na hapa namzungumzia Neo Maema pamoja na Roshan Derrak, yuko Ismail Olivier Toure. Wawili hao watatu hao wote wametokea Afrika ya Kusini, na Ismail Olivier Toure ametokea Stellenbosch FC. Lakini pia kwa Neo Maema na Roshan Derrak wametokea katika klabu ya Mamelodi Sundowns, moja kati ya vilabu vikubwa sana barani Afrika ambavyo vinafanya vizuri kweli kweli. Sanjari na hayo tukirejea kwa Isaac Cisse, yeye anaitumikia klabu ya Golden Arrows ikitokea pale Afrika ya Kusini, ambao pia ni moja kati ya vilabu vikubwa Afrika ya Kusini ambavyo vinafanya vizuri kweli kweli na vinawachachafia kweli kweli hao hata wa Mamelodi Sundowns ambao pia wanafanya vizuri pale Afrika ya Kusini, na mpaka sasa hivi wapo kwenye nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania, kwenye msimamo wa ligi kuu ya Afrika ya Kusini wakiongozwa na Orlando Pirates ambaye anaongoza ligi kwa sasa. Sitaki kuzungumzia sana hayo, tukipata muda tutakuja kujadili kwa kina zaidi, lakini tumzungumzie Isaac Cisse ambaye anachezea Golden Arrows ya pale
Afrika ya Kusini, moja kati ya wachezaji ambao ni kinda, na taarifa za awali zinasema kwamba uongozi wa klabu ya Simba umekwisha kufungua ukurasa wa mazungumzo kuelekea katika kutaka kuinasa saini yake kuelekea katika dirisha kuu hili kubwa la usajili, na mazungumzo baina ya pande zote mbili yanaendelea, ili Isaac Cisse yupo kwenye rada za timu nyingi barani Afrika na hata nchi ya mipaka ya Afrika. Na kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya habari vya kuaminika vinaeleza kuwa vilabu vingi vya barani Afrika na nje ya mipaka ya Afrika vimepeleka ofa kadhaa kwa Isaac Cisse, ilhal Golden Arrows bado wanaonesha kukataa ofa hizo. Sijajua wana mpango gani naye, lakini nafikiri mwenye kisu kikali ndiye atakayekuwa na nyama na muda ndiye utakaoongea. Isaac Cisse yupo kwenye rada za klabu ya wekundu wa Simba Sports Club chini ya usimamizi wa kocha Steve Barker. Ikumbukwe Steve Barker ametoka kukinoa kikosi cha Stellenbosch FC pale Afrika ya Kusini. Kwa hiyo ni moja kati ya makocha ambao nafikiri wanafahamu vizuri sana wachezaji hao. Sambamba na hao pia yuko Jayden Adams, Fawaz Basalien, wote hawa itumikia Mamelodi Sundowns pia, lakini wametokea pale katika klabu ile ile ambayo alinoa kabla ya kuja Tanzania kukinoa kikosi cha wekundu wa Simba Sports Club. Fawaz Basalien, Jayden Adams, Ismail Oliveira Tole, wote hawa walikuwa wakichezea klabu ya Stellenbosch FC ambao tunafahamu wamesumbua kweli kweli kuna katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika wakicheza na klabu ya wekundu wa Simba Sports Club. Lakini pia wote hawa wanatajwa na wanahusishwa na tetesi za usajili za klabu ya wekundu wa Simba Sports Club. Na ikumbukwe pia za chini ya kapeti ni kwamba tukimzungumzia Isaac Cisse ni moja kati ya wachezaji ambao bado wana umri mdogo, lakini pia wana uwezo mkubwa sana wanapokuwa uwanjani, wanaweza kufanya mabadiliko makubwa sana. Kama vile tunavyoona kina Rushan Derag, Neo Maema ni moja kati ya wachezaji ambao wanaonyesha uwezo mkubwa wa hali ya juu kwa sababu wanatokea katika ligi ambayo ina ushindani mkubwa kweli, ina ushindani wa namba, ina ushindani wa kila engo inayohusisha mchezo wa mpira wa miguu pale Afrika ya Kusini. Tusubiri tuone muda utakavyoongea, lakini pia ikumbukwe ya kwamba Kariakoo Derby itakuwa ni tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 na mechi itapigwa katika uwanja wa Jenerali Isamuhyo. Na itakuwa ni mechi ngumu kweli kweli, lakini sitaki kuzungumzia sana kuhusiana na hayo. Kama kutakuwa na mabadiliko yoyote yale kuhusiana na hii mechi ama kuhusiana na Kariakoo Derby, nitakufahamisha hapa ndani ya channel yako pendwa kabisa ya True Talk. Nita Masaji na hii ni True Talk. Kama ilivyo ada, huwa tunajadili kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, kuhusiana pia na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani. Mimi sina jingine la ziada, ni kutakia wakati mwema. Bye bye.